na katika sera zao hizo zinazoitwa Agenda 2025, mojawapo ya agenda ni serikali iitambue Jumapili kama siku maalum ya mapumziko ya kidini. Roho nabii inatuambia tena, inatuambia kwamba vyama vya wafanyakazi vitatumika kusukuma agenda hiyo. Selected message gombo la pili ukurasa 142. Mjumbe wa Mungu anasema vyama vya wafanyakazi vitakuwa mojawapo ya njia zitakazoleta juu ya dunia hii wakati wa taabu ambao mfano wake haujawahi kuwapo tangu mwanzo wa dunia hii, na Biblia inakubaliana na hilo katika Ufunuo 18:3 kwa kutuambia wafanyabiashara wa nchi wamepata mali kwa nguvu za kiburi chake, na hivyo lazima washirikiane naye katika kuhakikisha Jumapili inaheshimika tena kama ilivyokuwa ikiheshimika katika zama za giza. Mgeukie jirani yako, mwambie jirani, jirani, mguu pande mguu sawa. Tuendelee. Kwa hiyo vyama vya wafanyakazi hasa kule Ulaya vinapigana sana kupigania haki hizi za wafanyakazi kupata mapumziko ya ibada siku ya Jumapili, na maandamano yanafanyika huko na huko kushinikiza serikali zitambue kisheria. Tunaambiwa ama ninamnukuu address hii ya Pope Benedict wa 16 alipokuwa anahutubia chama cha wafanyakazi kule Italia. Aliwaambia Jumapili ni siku ya kupumzika kwa wafanyakazi wote, na utunzaji wa Jumapili Sunday ni wajibu wa kila mwaminifu, wajibu unaompatia uhuru wa kufanya awezavyo kuishi kila siku. Hii ya siku ya Bwana, hii ni siku ya kutakasika. Na mwisho anasema ambayo pia tunatumai itatambuliwa kama siku kuu ya taifa kupitia sheria. Papa Francis na akihutubia wafanyakazi aliwaambia, Pope say working on Sunday has a negative impact on family and friendship, and that priority should be not economy but human. Kwa hiyo unaona wote wanasukuma, kila wanapopata nafasi ya kuongea na vyama vya wafanyakazi wanasukuma agenda Jumapili itambuliwe kama siku ya mapumziko. Mjumbe wa Mungu anatuambia kundi hilo hilo litatoa madai yake ya kwamba kuenea kwa haraka kwa ufisadi na sehemu kubwa ya kulichangiwa na kuinajisi ile waloita sabato ya Kikristo, ya kwamba kule kulazimishwa kwa utunzaji wa Jumapili kungeaboresha sana maadili ya jamii. Madai hayo yanasisitiza hasa katika Amerika ambako fundisho la sabato ya kweli limehubiriwa karibu kwa mapana yake yote. Na hivyo sababu ya tatu nasema dunia sasa maadili yanapotea, kila tunapoangalia ni uovu umeenea kila kona. Pengine tutunge sheria za kulazimisha watu kusali Jumapili, labda wakienda makanisani maadili yao yataboreshwa, na hivyo inachaguliwa Jumapili kama ndio siku ya watu kulazimishwa kwenda kanisani. Mbunge jambo hili limeanza kusemwa tayari huko Marekani, na mmoja kati ya mbunge ama seneta wa kule Arizona alipendekeza yeye katika Senate kwamba tufanye mahudhurio ya kanisani Jumapili kuwa ni lazima ili tuboreshe maadili ya Marekani. Na hivi tunavyozungumza katika kamati ndogo ndogo za bunge la Marekani tayari wanajadili uwezekano wa kufanya